Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwema. Inawezekana ni mchungaji au mama mchungaji au ni kiongozi kwenye idara mojawapo kanisani. Nataka tujikumbushe jambo hili la muhimu na la msingi sana kwenye kazi ya kuongoza watu kiroho, kwamba kiongozi ni kiongozi kwa sababu ametembelea siku zijazo katika akili yake na amerudi kwenye wakati uliopo kuwachukua wengine ili kuwapeleka kule alikokuona. Kwa lazima tuwe aina ya viongozi ambao tumetembelea kesho, tumetembelea mwezi ujao, tumetembelea siku zijazo na tumerudi kuwachukua wengine ili kuwapeleka kule ambako tumeona, kule ambako tumetembelea. Kila mtu ni kiongozi kwenye nafasi fulani ya maisha yake, iwe ni ngazi ya familia, iwe ni mahali popote pale. Lazima kufahamu kwamba kuna kitu cha uongozi ambacho Mungu ameweka ndani mwako, na tunasema kiongozi mzuri ni yule anayeongoza watu kutoka ndani yao. Kuna tofauti ya kuwa bosi na kuwa kiongozi. Bosi huongoza watu kutokea nyuma, lakini kiongozi huongoza watu kutokea mbele yao. Lazima tujifunze kuwatangulia watu tunaoongoza, tuwatangulie, watufuate kwa namna ya kuvaa kwetu, kwa namna ya kusema kwetu, matendo yetu, kutenda kwetu. Yale tunahitaji watu tunaoongoza wayafanye, sisi tunatakiwa kutangulia kuyafanya. Biblia inasema katika Matendo ya Mitume, inamwelezea Yesu ambaye ni mfano wa kiongozi anayopaswa kuishi. Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Unaona, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Yesu kabla hajafundisha alianza kufanya. Haya ndio maisha ya kiongozi yanapaswa kuwa. Lazima tuwatangulie watu tunaoongoza ili watufuate. Yohana sura ya 10 mstari ule wa 2 hadi wa 4, Biblia mahali hapa inasema, aingie mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu mfungulia huyo, na kondoo umsikia sauti yake, naye waita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Haleluya. Kwa kiongozi mara zote anaongoza watu kutokea mbele, wanamfuata. Jiulize wewe ambaye ni kiongozi, ni mzee wa kanisa, ni mchungaji, ni mtume, ni nabii. Jiulize katika nafasi ulionayo, je, watu wanakufuata? Kuna kitu wanajifunza kutoka kwako? Kwa mavazi yako, matendo yako, maneno yako, mambo mengi unayofundisha, je, unayaishi? Tunawaambukiza wengine tabia sana. Tukumbuke kwamba tutatoa hesabu mbele za Mungu. Hawa watu si wetu, hawa watu ni wa Mungu. Lazima tuwe nuru, lazima tuwe kielelezo. Neema ya Mungu tusaidie, na Bwana atupe kukumbuka jambo hili. Amen.